Naam, wananchi Young Africans usiku huu kupitia vyanzo vyao vya mitandao ya kijamii wameweka wazi kwamba wamenasa saini ya bwana mdogo Juma Abushiri, jina maarufu sana ni Chuga Boy. Yes, nyota huyu ambaye ametokea kwenye kikosi cha Fountain Gate ya Arusha. Sasa hii ni kama surprise. Watu wengi hawakufikiria kama huyu mchezaji angeweza kusajiliwa na Young Africans, lakini pia hata tetesi zake hazikuvuma sana, lakini finally amekamilisha deal, kwa maana Young Africans wenyewe wametangaza kunasa huduma yake. Maana yake ni rasmi sasa hivi kwa huyu bwana mdogo kwamba ni mchezaji wa Young Africans, na taarifa ambazo nazo ni mkataba wa miaka mitatu ambao utamfanya apokee milioni 30 kwenye kila mwaka, yani kila msimu atapokea milioni 30. Yes. Sasa huyu bwana mdogo ni nani? Huyu Chuga Boy ni nani? Lakini nafasi yake ndani ya Young Africans iko vipi? Ndio kubwa zaidi ambalo tunakwenda kuliangalia hapa. Tujue, tunaanza na safari yake. Chuga Boy ni nani? Lakini awali ya yote nimevaa uzi hapa ambao una mdhamini anaitwa Shananga. Shananga Group, hii ni kampuni ya uuzaji vifaa vya hardware, yani vifaa vya ujenzi. Yenyewe inapatikana pale airport pale. Ni kampuni kubwa sana, inakufanyia inakuhakikishia ubora wa vifaa vyenye ubora vya ujenzi, yani kila kitu kinachohusu ujenzi, kwa maana ya misumari, mabati, makenchi, nondo, simenti na kadhalika, vyote unavipata kupitia Shananga Group. Na hawa ndio habari ya mjini sasa hivi. Yani wewe ukitaka kujenga bila kuona Shananga nyumba yako pengine isiwe, kuna vitu vinaweza kuwa vinakosekana kwa sababu tu hujawaona hawa Shananga. Kwa hiyo ni watu wa maana kabisa kabisa. Anyways, Chuga Boy bwana ni nyota ambaye ana umri wa miaka 18 kasoro, yani na miaka 17 na miezi kadhaa hivi. Miaka 18 yenyewe haijatimia vizuri. Ni nyota ambaye safari yake ya mpira wa miguu ilianza kwao Arusha kwenye academy moja mashuhuri sana pale Arusha inaitwa Future. Akiwa kwenye ile academy na umri mdogo, just imagine miaka 11 12 hivi, ndo Fountain Gate walimchukulia pale. Unajua Fountain Gate ni shule, yani ukiachana na hii timu, nazungumzia shule za Fountain Gate. Wenyewe wana utaratibu wa kuscout talents, wanachukua wachezaji ambao wana umri mdogo katika maeneo mbalimbali na kuwapeleka katika shule yao, na wanasoma pale kwenye mazingira mazuri, conducive environment wanasoma, na asilimia kubwa ya shule zao ziko pale Dodoma. Sasa Chuga alitolewa Arusha akiwa na umri mdogo tu, akapelekwa Dodoma. Na kwa nini walimchukua? Kwa sababu utaratibu wao ni huo wa Fountain Gate, na walimuona huyu bwana mdogo ana potential, kuna talent katika mwili wake. Kwa hiyo kumchukua ni kwa lengo la kumsomesha, baadaye aje kuitangaza Fountain Gate katika madaraja ya juu, lakini pia aweze kuisaidia timu kwenye madaraja ya juu. Kwa hiyo ndio ilikuwa lengo mahususi. Chuga akaingia ndani ya Fountain Gate, akasoma kuanzia form 1 mpaka form 4, akamaliza kidato cha 4. Baada ya kumaliza kidato cha 4 akawa promoted kwenda katika timu ya Fountain Gate. Amecheza Fountain Gate msimu wake wa kwanza, mambo hayakuwa mazuri sana, ile nafasi haikuwa kubwa kwa kiwango hicho. Season yake ya pili performance ndio ilikuwa bora kabisa msimu uliopita wa 2025 2026. Huyo ndio Chuga kuhusu safari yake na kuelekea Fountain Gate. Young Africans wamemsajili, lakini kuna vitu viwili hapa vya kuvigusa kwenye hii deal ya Chuga. Eneo la kwanza ambalo tunaligusa, huyu bwana mdogo, kama tutakumbuka timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17, hii Serengeti Boys ambayo ilikuwa inacheza huku Morocco michuano ya Afrika na ikaishia nafasi ya pili, Senegal wakiwa nafasi ya kwanza, Chuga alitakiwa kuenda katika ile Serengeti Boys, lakini passport ilikataa, ilideny, kwa sababu kule wanaenda chini ya umri wa miaka 17, yani 17 net kushuka chini, lakini yeye ilionekana kama kuna miezi imeongezeka ambayo haimruhusu au isingeweza kumruhusu kuingia katika kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo ni biashara ambayo haikufanikiwa. So Chuga akaendelea kusalia hapa hapa nyumbani, mashujaa wengine wakaenda kutupambania, finally wakarudi na medals hapa nyumbani. Lakini eneo la pili ambalo naweza kucomment kuhusu Chuga, hii deal ya Young Africans imekuja, deal ya Young Africans, lakini
Chuga alikuwa na deal nyingine ya kwenda Ubelgiji kwenye kikosi cha Gent. Alitakiwa kwenda kufanya majaribio na ilikuwa almost kila kitu kiko sawa, yani structure zote za yeye kwenda kufanya majaribio zilisha kwenda sawa, lakini bad luck akadeny, akaichagua Young Africans. Kwa hiyo kwenda Young Africans haikuwa kwa bahati mbaya, ni sehemu ambayo mwenyewe pia alidhamiria kwamba I want to play for Young Africans, na ndivyo ambavyo imetokea. Young Africans wamefanikiwa kumsajili kwa umri wake na sehemu ambayo anaenda. Tutarajie nini ndani ya Young Africans? So bwana, kitu ambacho naamini, unajua msimu uliopita kwenye ligi kuu ya NBC Chuga amecheza wastani wa 70% kwa haraka 70% ya mechi amecheza, na alikuwa anaonyesha kuna talent kubwa, kwa sababu huyu ni kiungo wa ushambuliaji, winga kwa lugha nyepesi, na Fountain Gate asilimia kubwa alikuwa anamtolea upande wa kulia, kwa sababu huyu ni orthodox, anatumia mguu wa kushoto. Kwa hiyo ni yule winga ambaye ana cut in, anaingia eneo la katikati, kama atapiga, kama ata cave, kama atatoa cutback pass, kama ataamua kuachia tu ku create chances, ama kupitisha mpira katika passing lane na vitu vya namna hiyo, lakini sio winga wa kutegemea kupiga macross, kwa sababu anatokea upande wa kulia na anatumia mguu wa kushoto. Na mimi hapo watu wengi tutakuwa wamepata picha na mmeelewa kitu gani ambacho namaanisha. So anakwenda ndani ya Young Africans, umri wake ni mdogo. Sehemu ambayo anakwenda ni sehemu ambayo of course Young Africans sasa hivi ukiangalia kuna imani, yani wanaaminiwa vijana. Of course hata miaka ya nyuma vijana wamekuwa wakiaminiwa, lakini wanaamini katika potential. Yani unajua katika ligi yetu asilimia kubwa ya wachezaji hii nishaizungumza mara kadhaa, wachezaji wengi ambao wanacheza wale wazawa ambao ndo nafasi kubwa zaidi. Unajua wageni wa asilimia na wachezaji 12, lakini wazawa ndo wengi zaidi. Sasa wazawa wengi hapa nyumbani, wale ambao ni masenior, most of them hizi timu zetu kubwa za hapa nchini zinawazidi viwango, yani wenyewe baadhi zao ziko chini, alafu hizi timu baadhi zao ziko juu, kwa maana ya wachezaji wengi inawezekana mchezaji ka perform huko kwenye timu ndogo, kwenye timu ya daraja la kati, alafu akashindwa kuperform katika hizi timu za hizi timu vioo, nazungumzia hizi timu kubwa za Dar es Salaam. Lakini tofauti na miaka ya nyuma, unajua miaka ya nyuma ilikuwa mchezaji ukifanikiwa kuwa tu mfungaji bora, yani unacheza hizi timu kubwa hizi timu za madaraja ya kati, ukiwa mfungaji bora, yani wewe una asilimia zaidi ya 95% watakusajili, utaenda katika hizi timu kubwa. Wameshaenda wachezaji wengi, lakini just imagine kwenye miaka 4-5 iliyopita hapa nyuma, mchezaji kama George Mpole alifanikiwa kuwa mfungaji bora, lakini hakuna timu ya hapa Dar es Salaam iliyomsajili George Mpole. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaona haitoshi tu wewe kufunga magoli mengi kama hivyo wakakusajili. Hapana, wanaangalia vitu vingi. Wanaangalia okay, huyu kafunga lakini anaweza kaja hapa mambo yakaenda tofauti. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo wanaviangalia. Lakini kwenye upande wa sasa hivi wanavyofanya, naziona hizi timu za Kariakoo zinavyofanya, wanasajili zaidi potential kuliko kusaini majina makubwa ambayo yana perform. Wanaangalia mchezaji mdogo ambaye ana potential, ambaye wanaweza kumdevelop akafanya vizuri, ndiye ambao wanamsaini. Na ndio maana unakuta huko Young Africans wamesaini nyota kama Ninju, walisaini nyota kama Casemiro ambaye alitokea Mlandege. This time around msimu uliopita pia walisajili mchezaji kama Mwanengo, Imamengo. Yes, ni kaliba hiyo ya wachezaji. Wanakwenda kumsajili mchezaji kama Edmund John. This time around wanakwenda kusajili mchezaji kama Chuga Boy. Maana yake wanaangalia potential, ndio kikubwa sana. Hussein Mihambo ambaye anahusishwa, of course bado haijawa rasmi kwa sababu hajatangazwa, lakini anahusishwa na Young Africans. Kwa hiyo ukiangalia wanakwenda kusajili wachezaji wadogo kwa sababu ndio trusted. Yani ukipata hawa wadogo ukainvest vizuri, unaweza kupata Clement Mzize mwingine. Ndio kikubwa ambacho wanakiangalia. Kwa hiyo ni imani ambao hizi timu zimejitengenezea kwa hao wachezaji wenye umri mdogo kuliko kwenda kuchukua wachezaji masenior. So kwa Chuga Boy anaingia ndani ya Young Africans, lakini honestly ni ngumu kwenda kupata nafasi ya kuanza moja kwa moja kwenye coast ya Young Africans, kwa sababu project ya Yanga
ni wachezaji wengi ambao ni proved na ni wakubwa ambao wako pale wanaanza, lakini yeye ana nafasi ya kulearn, kuendelea kujifunza, kuendelea kuimarika. After sometimes anaweza kaja kuonesha makali yake, yani huenda ikawa sio msimu unaokuja, of course inawezekana, lakini inawezekana ikawa sio kwa target ya msimu unaokuja, anaangaliwa kwa ajili ya msimu unaofuata tena na unaofuata tena, kwa sababu hata umri wenyewe pia ni umri mdogo. So kwa upande wa Young Africans, mi binafsi naona wameifanya deal nzuri. Chuga ni mchezaji ambaye ana talent. Yes, kwa wale ambao wameangalia mechi za Fountain Gate last campaign, amefunga magoli mawili. Nimeona hata wenyewe Fountain Gate wametoa appreciation kwamba mchezaji mwenye umri mdogo kufunga mabao mengi ambayo ndio hayo mawili. Inawezekana kwa unaona kitu kidogo, lakini sio kitu kidogo kwa umri wake, breakthrough season yake, na anafanikiwa kufunga magoli mawili na anakuwa mchezaji wa kutumainiwa kwenye kikosi cha timu kama Fountain Gate ambayo inacheza Premier League. Ni kitu kikubwa sana. So kwa Young Africans, congratulations, appreciation kwa kuiona talent ya Chuga Boy na kumsajili kwenye kikosi. So hilo ndo kubwa zaidi ambalo nilitaka kucomment kwa hapa. Naamini hakuna kitu ambacho nimekiacha. Umepata picha kubwa kuhusu huyu mchezaji, na naamini una mtazamo wako, una maoni yako juu ya mchezaji huyu. Hayo maoni yako sasa tunayataka hapo kwenye comment section hapo. Yaweke hapo. Andika chochote kile ambacho unaona kuhusu deal hii ya Chuga Boy na Young Africans, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.